Rais wa Kenya William Ruto mapema leo Jumanne Mei 28 mwaka 2025 wakati wa maombi ya kitaifa nchini Kenya, yani National Prayer Breakfast, amewaomba radhi wa Tanzania kwa yote ambayo yalitokea, akihimiza umoja na mshikamano wa raia wa nchi hizo kwa maendeleo ya Kenya pamoja na Tanzania. Akinukuu maandiko matakatifu ya Biblia kutoka kwenye Zaburi ya 133 inayosisitiza kuhusu ndugu kuishi pamoja kwa umoja, Rais Ruto amewaomba radhi na pia wale ambao aliowaita watoto wetu, akisema lengo ni kujenga madaraja miongoni mwa makundi mbalimbali kwenye jamii. Rais Ruto ametoa kauli hiyo wakati huu ambapo pia wamealikwa baadhi ya Watanzania ambao ni waimbaji kwenda kutumbuiza kwenye ibada hiyo maalumu ya kitaifa nchini Kenya, kama sehemu ya kuonesha ya kwamba hakuna tofauti miongoni mwa mataifa haya mawili ya Afrika ya Mashariki. Tukio hilo limekuja wakati huu ambapo mtandaoni kumekuwa na hisia mseto miongoni mwa Wakenya na Watanzania zilizohusishwa kutokana na tukio la kukamatwa pamoja na kuzuiwa uwanja wa ndege na madai ya kupigwa kulikowahusisha wanaharakati wa Kenya Martha Karua na Boniface Mwangi. Sasa swala hilo pia limesababisha malumbano, kejeli na msururu wa kutaniana kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu wa kuheshimiana na raia wa nje, kutoingilia masuala ya ndani, lakini pia akiviagiza vyombo vya ulinzi na usalama kuwa madhubuti na kutoruhusu uingiwaji wa zaidi, akikemea pia wanaharakati wa kigeni ambao wanakuja kufanya shughuli zao nchini kinyume na taratibu na sheria zilizopo nchini. Hii ni Habari Digital na hili ni jingine ambalo limetokea kule nchini Kenya kwa siku hii ya leo, ambapo Rais wa Kenya William Ruto, kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa, ambacho pia kwa siku za hivi usoni kimepigiwa sana kelele katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hatimaye Rais wa Kenya ambaye ni William Ruto mapema hii leo ambapo ni Mei 28 mwaka 2025 wakati wa maombi ya kitaifa nchini Kenya National Prayer Breakfast, ameweza kutumia fursa ambayo alipata kwa ajili ya kuzungumza, kuomba radhi wa Tanzania kwa yote ambayo yalitokea, na huku akihimiza umoja na mshikamano wa raia wa nchi hizo kwa maendeleo ya Kenya na Tanzania. Sasa hiki ndicho ambacho Ruto aliweza kukisema kwa siku hii hapa leo, na sie kama Habari Digital tumeweza kukuwasilishia. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba una subscribe na unaendelea kukaa karibu zaidi na platform zetu ambazo zitakufanikisha kuweza kupata taarifa mbalimbali. Mimi naitwa Manon, nitakutana wasaa mwingine, lakini kwa sasa nikwambie tu ya kwamba tuandikie maoni yako hapo chini, lakini kubwa pia hakikisha unashirikisha taarifa hii kwa watu wengine. Asante kwa kuendelea kututazama na endelea kutufuatilia Instagram na kwenye Twitter yetu ya Habari Digital. Bye bye.